Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii. Leo niko na mzee wa kunyosha hapa, shabiki wa Young Africans. Tunaenda kuzungumzia masuala mbalimbali ya kandanda katika mwaka wa 2026. Bwana, mambo vipi? Safi. Bwana, mambo naenda? Mambo fresh kabisa. Bwana, tukianza na AFCON, timu ya taifa ya Tanzania imeshafika raundi ya 16. Wenyewe wanasema imejikuta imeingia. Mungu nisaidie. Bwana, hiyo unaionaje? Kwa taifa kama taifa imekaa vizuri. Hata na sisi kidogo angalau manake kwa miaka hii ya karibuni tunakuja kushuhudia kwa tunaenda katika hatua ya mtoano ambao anaita 16 bora na sisi tumo. Japo tumeingia kwa best loser, lakini best loser tulioingia nao sio kama kwa bahati mbaya. Tumepambana kupata hizo pointi mbili. Kuna wengine wametoka hawana pointi hata moja. Kwa hiyo tuwape kongole wachezaji na benchi la ufundi kwa ujumla na viongozi wote wa soka nchini. Bwana, tukianza sasa kuliangazia dirisha la usajili ambalo limefunguliwa mwezi Januari. Kumekuwa na mambo mengi kweli kweli na wachezaji wengi sana wanatajwa kujiunga kunavyo vilabu vya Tanzania. Hususan katika klabu ya Simba, lakini vile vile kwenye klabu yako ya Young Africans. Tukianza na klabu ya Simba, wamesha muingiza kocha. Kocha unamwonaje na tetesi zinazoendelea kuhusiana na wachezaji kama Kratos Chama kuondoka kwa Jale Shale Awa, nazo tunazisikia lakini bado hazijawa rasmi. Unazungumziaje sakata hili? Moja kwanza kwa kocha, mimi siwezi kutoa credit aina yoyote kwa sababu kocha simjui, sifahamu profile yake iko vipi, lakini naamini Simba wana uweledi mkubwa, hawezi kuleta kocha kawaida tu. Basi tusubiri tuone kocha nini ambacho atakifanya, kwa sababu ameletwa katika wakati mzuri kabisa. Ni wakati ambao mapumziko, kwa hiyo anapata muda mrefu wa kukaa na timu. Kwa hiyo kwa kocha sina doubt naye kwa sasa. Ngoja tuone atafanya nini. Kwa kocha huna comment? Yeah. Bwana, Kratos Chama anataja kujiunga na klabu ya zamani ambayo yeye ilimfikisha mahala pakubwa kwa maana ya Simba. Unamwonaje Kratos Chama akirejea Msimbazi? Nafasi yake ni ya muhimu sasa ama basi tu wameamua umchukue Chama labda kwa sababu moja au nyingine? Kwa upande wako unaonaje? Mimi kwa upande wangu kuna kitu ambacho manake ninachokiona. Kwanza viongozi labda wameangalia kuleta utulivu kwanza kati ya mashabiki na timu yenyewe, kumrudisha Chama. Unajua Chama alikuwa ni kipenzi cha wana Simba. Hiyo lote tunafahamu kabisa, umeshona. Kwa hiyo ni la kwanza. Kusema atawasaidia au hatawasaidia, hakuna mtu asiyojua uwezo wa Chama. Chama na uwezo tu mkubwa, kama atakuwa katika fomu yake ile ambayo imezoeleka anaweza kuwasaidia. Ila kama ndo hivyo manake naye saizi naye ndo jua la mwisho manake ndio tuseme manake ndo anaelekea naye kutandika daruga. Kwa hiyo sasa kupata performance yake kabisa 100% ni uongo. Ila kwa baadhi ya mechi kutoa msaada wake Chama anatoa, kwa sababu Chama sio kama manake hamna mtu asojua uwezo wake. Chama ana uwezo mkubwa, tunaelewa, kila mmoja tunajua kabisa uwezo wake, lakini yale sio matarajio kusema labda atakupa kitu kwa muda mrefu. Ni plani ambazo za muda mfupi, na mimi viongozi na waelewa ni sawa, atawasaidia kwa wakati huu. Chama unamwonaje kama anaingia sasa ndani ya Simba kwa namna ya timu ilivyo hivi sasa? Na mchango mkubwa anaweza kufanya kwa sababu tayari Simba wana kibarua kizito kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Unaona Chama anaweza kama msaada? Tukisema maana yake timu nzima imwangalie Chama kama wakati huo itakuwa ni uongo, lazima tuongee ukweli. Umeshona. Ila kuna baadhi ya momenti ambazo maana yake Chama anaweza kuwasaidia, lakini kwa kusema kwa maana yake yeye sasa ndio aibebe Simba migongoni, tutadanganyana. Viongozi waache masiala, au Simba inambeba Chama kwa namna moja au nyingine. Yani hapa sasa unaweza kusema kwa sababu unao kija ukiangalia nao Chama naye aende akastafie kweli Singida au akastafie KMC au timu yoyote hapa Tanzania ya daraja ambayo ya chini, ni aibu kwake. Kwa hiyo kwa fadhila alizokuwa amezifanya Chama, wameona wamrudishe pale, kama kumaliza mpira wake amalizie pale. Nadhani hivyo vitu hata Yanga alishai kuvifanya, alifanya kwa Aruna Nyonzima, umeshona, mpaka dakika mwisho akaamua kutandika daruga akarudi kwao, maisha mengine akaendelea. Kwa hiyo lakini kwa kusema kwa Chama aibebe Simba kwa hali jinsi ilivyo sasa hizi, viongozi wanatakiwa wasajili timu. Huo ni ukweli. Unaionaje Simba kuelekea mashindano ya Mapinduzi visiwani Zanzibar? Bila shaka Simba yenyewe inaenda kushiriki. Mapinduzi hakuwezi kuwa na kipya siku zote, manake ni Mapinduzi. Kama Mapinduzi huwa hivi vilabu vyetu huaga manake havitoi sana macho sana, kwa sababu labda manake nani zaidi
huwa wanachokionaga wanapata nafasi ambao wale wachezaji ambao hawapati nafasi na vijana. Kwa hiyo hapo ni wachezaji sasa ndio sehemu ambao manake wakwenda kuonyesha uwezo wao ili wakirudi kwenye michuano mikubwa huku waweze kuaminiwa. Maana tumeshuhudia wachezaji wengi Mapinduzi imewaibua na wakawa wachezaji wakubwa tu. Kwa hiyo ni jukumu sasa, ile michuano ni kwa ajili sasa ya wachezaji hao ambao manake wasipata nafasi wakaonyesha uwezo wao ili hata ili dirisha ili thank you zisiwafikie. Yanga unaionaje? Ligi ya Mabingwa ina alama 4. Na ligi kuu bila shaka haiko pabaya, iko pazuri. Yanga unaionaje kwa ujumla wake? Kuna haja ya kuongeza wachezaji dirisha hili la usajili ama wabaki kama walivyo na kutengeneza nguvu yao ya upambanaji? Haja ipo. Mpira sasa unabadilika sana. Mpira mbadilika. Unajua hizi vilabu vyetu sasa hizi inatakiwa manake tuangalie. Tusichukue wachezaji tu mradi manake kwa sababu anacheza vizuri au vipi alikuwa anacheza vizuri. Mamleta pale mwisho wa siku inakuwa bwana ni sema mpaka tumsubirie sasa mtu ajaye kwenye fomu yake. Huo muda huo unakuwa haupo. Na sisi tunataka mafanikio manake hapo kwa hapo. Tuchukue mchezaji akija manake moja kwa moja anaingia kwenye kikosi, anafanya vitu vyake tunavyoona, tunapata matokeo mazuri. Kwa Yanga bado na imani manake inahitaji maboresho ambayo sio makubwa sana lakini maboresho yanahitajika. Yanga inahitaji maboresho makubwa lakini sio makubwa sana kama ambavyo nazungumzia. Sasa sana Feitoto ameshageuka kwa Lulu tena. Jina lake linazidi kutajwa tena. Kuna timu inaweza kuamua pale Azam FC? Kwa saizi hapa tusidanganyane, tusio waongo. Hatuwezi. Saizi hatuwezi. Saizi Feitoto saizi yani manake sisi apijue hesabu manake za kwenda kucheza Ulaya huko. Sio tena hapa. Feitoto hapa kwa sisi tusidanganyane. Hatuna uwezo wa kumnunua pale Azam. Huo ni kweli. Mimi naona kabisa kweli. Tusiwadanganye watu wala watu yani tusidanganyane. Feitoto uwezekano labda aamue mwenyewe kuja kucheza hivi vilabu tena, lakini kwa namna ilivyo saizi ni ngumu kumngoa Feitoto. Bwana ligi kuu ya msimu huu naionaje? Na vita inaenda kutokea kwenye ligi kuu ya msimu huu ama ndio hivyo tena timu ile ambayo tumezoea kuiona siku zote kitoa ubingwa kama Young Africans inaenda kutwaa? Ligi kuu bwana ni ngumu. Ligi kuu ni ngumu ukiangalia kama kwa mfano kama Pamba ananifurahisha sana huyu. Anatoa dozi vizuri tu. Umeshaona? Kwa hiyo utarajia yani kuna timu ambazo hizi ndogo ndogo ambazo yani uzitarajii safari yani manake zinatoa upinzani mkubwa. Lakini kuhusu ubingwa huo unaeleweka, lazima tutatoa kwa nafasi za hizi timu 4 ambazo zinazoshiriki michuano ya kimataifa, 2 klabu bingwa na wengine shirikisho hao wawili. Huwezi kumwacha Yanga hapo kumpa nafasi, huwezi kumwacha Simba, huwezi kumwacha Azam, huwezi kumwacha Singida. Hiyo inaeleweka kabisa. Lakini kusema bwana sije eti niseme saizi Yanga atakuwa bingwa au Simba atakuwa bingwa au Azam atakuwa bingwa utakuwa ni uongo. Nitakuwa nawadanganya watu. Ligi ni bado kabisa, ndo kwanza si raundi ya 9 si ya 8. Umeshaona? Kwa hiyo ligi ni bado kabisa. Kwa hiyo watu watulie. Watulie kabisa. Wale mtori nyama ziko chini. Nyama ziko chini, watulie. Bwana shukrani sana. Asante.